bwana alipata malaria, huyu bwana alipata ghafla mshtuko wa moyo, akawa amefanya nini? Amefariki. Na kama ambavyo tumeona kwa Sauli hapa, alivyoona vita vimekuwa vikali, akasema kwamba angukie upanga wake, afanye nini? Afe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikuonyeshe madhara ya dhambi isiyotubiwa yanaweza kusababisha kifo kwa mtu ambaye hakupata nafasi ya kuitubia ile dhambi. Angalia Mambo ya Nyakati wa kwanza, ile sura ya 10 mstari wa 13 na ule wa 14. Mambo ya Nyakati wa kwanza, ile sura ya 10 mstari wa 13 hadi wa 14. Biblia inasema, basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana. Halo. Meelewa hiyo kitu inavyosema hapo? Kule tuliona Sauli kafa kwa kufanyaje? Kwa kuangukia upanga, si ndio? Sasa hapa sikia anachosema Mungu hapa. Basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana. Kosa lipi? Kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika, na tena kwa kutaka shauri na mwenye pepo na utambuzi aulize kwake. Ule mstari wa 14, asiulize kwa Bwana. Kwa hiyo akamuua. Hebu sema, kwa hiyo akamuua. Nani akamuua sasa? Nani akamuua? Mungu. Kwa hiyo akamuua, na ufalme akamgeuzia Daudi mwana wa Yese. Sasa nje tuliona Daudi, mfalme Sauli amekufaje? Kwa kuangukia nini? Upanga. Lakini siri iliyojificha ni ya Sauli na Mungu wake, kwa sababu alikwenda kuuliza habari ya pepo wa utambuzi, kwamba hebu niinulie Sauli, niinulie Samueli, niongee naye. Kumbe kwa Mungu lilikuwa ni kosa kubwa sana. Sasa hilo kosa Sauli, maandiko yanasema hakulitubia. Kwa sababu hakulitubia ile kosa, ikampelekea Mungu kumuua. Kwa hiyo Mungu akikuua, anakuchagulia tu staili ya wewe utakufaje. Utajinyonga, utajichoma mkuki, utaanguka kwa pressure, au utagongwa na gari, vyovyote vile. Huku nje tutaona hivyo, lakini siri ya mtungi anaijua kata. Maandiko na Waswahili wanasemaga siri ya mtungi anaijua nani? Kata. Kwa maana hiyo sasa, kumbe huku nje tunaweza tukasema huyu mtu kwa kweli amepata ajali mbaya sana. Bwana alitoa na Bwana amefanyaje? Ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe Mungu anasema hafurahishi kufa kwake mtu mwenye nini? Mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Sauli hakuitubia ile dhambi alipokwenda kwa yule mama, yule mpunga pepo yule, kwenda kuuliza habari za Samueli. Ndio maana maandiko yanatuambia basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika. Neno la Bwana asilolishika, mnalikumbuka ile la kwanza. Aliambiwa akawaue wale akamuue mfalme Agagi, lakini akaenda akamuhifadhi pamoja na kondoo walionona na nini, akawaacha. Lilikuwa ni kosa kubwa sana, namba moja kwa Bwana. Ndio Bwana Mungu akamwambia kwamba nimemkataa Sauli, sasa nataka nimuinue nani? Daudi. Nakumbuka wasomi wa Biblia lakini hilo kosa hakupata kulitubia. Likaja kosa la pili tena la kwenda kosa la pili linasema, na tena kwa kutaka shauri kwa wenye pepo wa utambuzi aulize kwake, asiulize kwa Bwana. Kwa hiyo akamuua, na ufalme akamgeuzia Daudi mwana wa Yese. Ndugu zangu, kama haujashika neno la Bwana, maagizo ya Bwana, maelekezo ya Bwana, alafu ukagundua haya ni makosa ambayo nimeyafanya, sishiki neno la Bwana aliloniambia kwamba amekukataza usifanye nini, amri za Mungu si mnazijua, zinaongea, alafu usipate nafasi ya makosa hayo kuyatubia, maandiko yanasema Mungu anaweza akakuondoa. Mungu anaweza akakuondoa kwenye nafasi ulionayo. Mungu anaweza akakuondoa kwenye huduma ulionayo. Mungu anaweza akakuondoa kwenye familia yako. Mungu anaweza akakuondoa kwenye biashara yako, popote pale, ili mradi tu umeonekana kwamba haujaitubia hiyo dhambi. Inaweza kusababisha madhara ya wewe Mungu kukuondoa, kama ambavyo alifanya kwa Sauli mtumishi wake.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaanza kuona kwamba dhambi ni mbaya sana. Dhambi ni hatari. Dhambi inaua. Dhambi ni kirusi kibaya sana. Pale ambapo hujapata nafasi ya kuitubia dhambi, inaweza ikakusababishia madhara makubwa sana. Kama ambavyo tumemwona Sauli hapa, kwa nje ameuawa kwa kuangukia upanga. Lakini maandiko yanatuambia hapa Bwana alimuua kwa kosa lisilolishika, lile neno lisilolishika. Na kosa la pili, alikwenda kutaka shauri kwa wapunga pepo wenye roho za utambuzi, akitaka ainuliwe Samueli, asikie habari za Samueli. Na kweli aliinuliwa Samueli, akamsikia kupitia kwa wapunga pepo. Lakini kwa Mungu yale yalikuwa ni makosa, lakini hakuyatubia. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kuyatubia makosa yetu. Tunapokuwa tumemkosea Mungu, tujifunze kwenda mbele za Bwana, kwa sababu tunayo damu ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili ya wengi kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ni kila siku itumie damu ya Yesu. Nenda kwa Yesu kwa ujasiri mkuu wa damu yake, upaingie patakatifu kwa damu yake, ili Mungu aweze kufuta makosa yako, afute dhambi zako, afute uovu wako, ili ubaki salama na Mungu wako. Vinginevyo, kama haujaitubia hiyo dhambi, Mungu anakuondoa. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Maandiko yanasema hivyo. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Inawezekana kumbe Mungu amekupa miaka zaidi lakini akakuondoa kwa sababu ya kutokutubia makosa, kutokutubia dhambi, kutokutubia uovu ulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili neno litufundishe kwetu sisi binafsi, kumbe tunapomkosea Mungu ni lazima tutubu makosa yetu. Tukiweka tukalimbikiza vipolo vya makosa, maana yake ipo siku tukimkosea Mungu, ipo siku ule uovu utakapofika kwa Mungu asema hii atosha, Mungu anakutoa. Tusingependa kufikia huko. Lazima tufike mahali tulitumize kusudi la Bwana kama ambavyo Bwana ametuandikia, ametuahidia tufanye. Daudi, Biblia inasema akiisha kulitumikia shauri la Bwana alilala pamoja na babaze. Lakini Daudi naye ukimfuatilia katika ufalme wake, alikuwa anapokuwa anatenda makosa, alikuwa ni mwepesi sana wa kwenda mbele za Bwana na kutubu makosa yake. Mnakubaliana na Daudi? Daudi alikuwa ni mtenda makosa sana, mtenda dhambi sana, lakini Mungu aliendelea kumpenda kwa sababu ya moyo wake wa kurejea mbele za Bwana na kuomba kusamehewa makosa yake kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile dhambi isiyotubiwa, tuangalie mfano mwingine tena hapa. Dhambi isiyotubiwa huleta mafarakano katika familia na kuzalisha tabia zisizotarajiwa katika familia husika. Dhambi isiyotubiwa huleta mafarakano katika familia na kuzalisha tabia zisizotarajiwa katika familia husika. Yaani kumbe dhambi isiyotubiwa inaweza ikaleta mafarakano kwenye familia. Na si mafarakano tu, na kuzalisha tabia ambazo hamkuzitarajia kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye jamii. Hii tunaiona wapi? Kitabu cha Samueli wa pili, ile sura ya 11 mstari wa 14 hadi ule mstari wa 15. Samueli wa pili sura ya 11 mstari wa 14 hadi wa 15. Biblia inasema hata ikawa asubuhi, Daudi akamwandikia Yoabu waraka, akaupeleka kwa mkono wa Uria. Ule mstari wa 5 akaandika katika waraka huo kusema, mwekeni Uria mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni mwache ili apigwe afe. Daudi ametoa waraka huo. Tupeleke ule mstari Samueli wa pili sura ya 12 control, ule mstari wa 12 wa 9 hadi wa 14. Samueli wa pili sura ya 12, sura inayofuata tu hapa ule mstari tuanze mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 14. Unaona huko amepeleka waraka ili Uria afe, si ndio? Angalia sasa ule mstari wa 9 mpaka wa 14, anasema, kwa nini umeidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga. Kumbuka kule ametoa tu amri ili wale walioko kule wanajeshi wapige, lakini katika maandiko Biblia inasema wewe uliotoa amri ndio umeua. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, na wewe umemtoa mkewe awe mke wako.
nawe umemuua huyo kwa upanga wa mwana wa Amoni. Mstari wa 10, basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako. Hebu sema upanga hautaondoka nyumbani mwako. Yaani kuna kitu kameachiliwa hapo, kalaana fulani kwa Daudi, kwa sababu umenidharau ukamtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Bwana asema hivi, angalia nitakuondokeshea uovu. Hebu sema uovu, sio dhambi. Nitakuondokeshea uovu. Kwa maana yake Mungu anakwenda kupatiliza kizazi cha 3 na cha 4 kwa mtumishi wa Mungu Daudi. Nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako, na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Mstari wa 13, Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Ule mstari wa 14, lakini kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru. Mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Daudi anaambiwa yeye hatakufa, lakini kwenye familia yake kutaachiliwa mabaya. Tumekuja kuona kwenye familia ya Daudi, mwanae Absalomu anakuja kumuoa Suria wa baba yake. Tabia imezaliwa hiyo. Tunakuja kumuona kijana huyo akina Absalomu anataka kumpindua baba yake kwenye ufalme. Tunaona mafarakano yanatokea. Tunakuja tunaona kuna binti anaitwa nani? Unamkumbuka yule binti alikuwa anaitwa nani? Kwenye hii familia nani huyo? Biblia jina lake limenitoka kidogo. Anakuja kubakwa na kaka mtu. Nakumbuka? Yaani inazaliwa tabia isiyofanyaje? Isiyotarajiwa kwenye ukoo, kwenye familia isiyotarajiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo madhara ya dhambi sio tubiwa. Daudi alichokifanya, alitubu tu kosa lake, hakutubia uovu aliyoutenda. Hapa tunaweza kujifunza, unapotenda dhambi ukaitubia, lakini kuna athari ambayo watoto wako watakuja kuipata. Wakati unatenda dhambi, kuna watu walikuwa kwenye viuno vyako, hao wakaathirika kutokana na dhambi ulioitenda na ukupata nafasi ya kuitubu. Ndio matokeo yake tunakuja kuona mafarakano yametokea kwenye familia ya Daudi. Tunakuja kuona kijana huyo analala na Suria la baba yake. Tunakuja kuona kuna binti katika hiyo familia anakuja kubakwa na kaka mtu. Kitu ambacho kwenye familia hakikuwepo, ni kitu kigeni. Kimesababishwa na nini? Kimesababishwa na dhambi isiyofanyaje? Isiyotubiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaweza kujikuta kwenye familia kuna mafarakano mnayapata. Unaweza kujikuta kwenye familia kuna tabia tu ambazo zimeibuka, hazina hazieleweki. Unaanza kujiuliza, mnaanza kuulizana, hizi tabia zimetokea wapi? Zimetokea wapi? Kijana anaweza kalala na baba yake, yani binti anaweza kalala na baba yake, na baba yake ni huyo anaweza kalala na, yani vitu vya ajabu tu vimetokea, vitu vya ajabu. Kumbe chimbuko lake ni dhambi iliyotendwa na watangulizi mwanzo, alafu familia ile ikawa inapita kwenye uovu ule. Matokeo yake ukajikuta kwenye hiyo familia kumezaliwa tabia zisizojulikana kwamba zimetokea wapi. Kumbe chanzo chake ni madhara ya dhambi isiyofanyaje? Isiyotubiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Daudi alipokosea, Mungu anamwambia nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako. Sio dhambi, uovu. Uovu ni ile tabia ya kujirudia. Ile uovu ni mwenendo wa makosa ambayo tumearithi kutoka kwa baba zetu, kutoka kwa watangulizi wetu. Huo ndio unaitwa uovu. Mwenendo usiofaa tulioulisi kutoka kwa baba zetu, huo ndio unaitwa uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukijifunza jambo hili, tunaweza tukawa tumekaa mahali pazuri sana
kusaidia familia ambazo zinaonekana zina tabia zisizojulikana, zina mafarakano yasiyojulikana kwamba chanzo chake yametokea wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tabia hizi tunapokwenda mahali tunazigundua kwenye familia zetu zinaonekana mara kwa mara ambazo hatuelewi chanzo chake, tufike tu mahali tugundue kwamba yawezekana kuna dhambi ilitendwa huko mbele, hatuijui ni dhambi aina gani. Tunachopaswa kufanyaje? Ni kutubia hiyo dhambi, kutubia uovu. Tukimwambia Mungu, samehe hiyo dhambi iliyotendwa na hao watu, alafu naendelea kuutubia huu uovu ulio nao ambao umeathirika nao. Tutakuja kuona huko mbele namna ya kuomba. Sasa nadhani kesho tutajifunza namna ya kuomba, namna ya kutubia huo uovu, labda ili Mungu aweze kutuondoa kwenye hayo madhara ya dhambi isiyotubiwa na tukaendelea kuishi na kulitumikia shauri la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile vile mfano mwingine ambao tunataka tuone hapa, dhambi isiyotubiwa husababisha vifo visivyo tarajiwa katika familia, ukoo, na kumfanya Mungu agairi ahadi alizoahidi kumpa mtu huyo. Mfano tunataka tuone kitabu cha Samueli wa kwanza, control tuwekee Samueli wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 29 na ule mstari wa 33, kwamba dhambi isiyotubiwa inaweza kusababisha vifo visivyotarajiwa katika familia, ukoo, na kumfanya Mungu agairi ahadi alizoziahidi kumpa mtu huyo. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 29 hadi ule mstari wa 33. Angalia hapo anachokisema: kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu? Ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu zilizo njema. Ule mstari unaofuata: kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Unaona ahadi iliyo imetolewa. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili naliwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Angalia, siku zinakuja, Mungu anaachilia hicho sasa, nitakapokata mkono wako na mkono wa mbali ya baba yako, hata nyumbani mwako hakutakuwako mzee. Hebu sema nyumbani, hiyo nyumba haitakuwa na mzee. Nawe utalitazama teso la maskani yangu katika utajiri wote watakaopewa Israeli, wala nyumbani mwako hakutakuwapo mzee milele. Ule mstari wa 33: tena mtu wa kwako ambaye sitamtenga na madhabahu yangu atakuwa mtu wa kupofusha macho na kukuhuzunisha moyo. Tena wazao wote wa nyumba yako watakufa wapatapo kuwa watu wazima. Muona hii familia, tumeambiwa kwamba haitakuwa na mtu anaitwa mzee, na haitakuwa na mtu anayefika umri wa kuwa kijana. Maana yake ukitaka tu kufika kuwa kijana unaondoka, ukitaka kufika kwenye umri wa kutaka kuwa mzee unaondoka. Yani ni hivyo tu. Familia ukiifuata ile utakuta tena watoto haina wazee. Wakifika tu umri wa kuwa mtu mzima wanakufa, wakifika umri wa kutaka kuwa watu wazee wanaondoka. Hili ni jambo zuri kwenye familia ukilikuta. Lakini hili limetokana na huyu kuhani Eli. Hakutaka kuwaonya watoto wake katika utumishi wao. Amefika mahali dhambi imekithiri mbele za Bwana. Mungu akasema, kweli niliahidi hii nyumba itakwenda mbele zangu hata milele, na nyumba ya baba yako itakwenda. Lakini sasa ahadi hii iende mbali nami. Kwa maana hiyo sasa, angalia, siku zinakuja nitakuondokesha nini? Kwamba katika nyumba yako hakutakuwapo mtu anaitwa mzee, wala hata kuwepo mtu anaitwa mtu mzima. Kwa hiyo ukitaka tukufikisha umri, kwani mtu wa umri mtu mzima anaanzia miaka mingapi? Si 18. Kwa maana ukifikisha tu miaka 17, Mungu hawezi kukuruhusu ukaingia miaka 18, lazima ufe. Sasa familia namna gani hiyo? Haina nguvu kazi, haina vijana, haina wazee washauri wa kutushauri kwenye jamii. Hamna. Shida ni nini? Ukigundua hii sasa, unaweza ukaenda mbele za Bwana ukaomba toba kwa sababu ya dhambi ile iliyotendwa na wale ndugu wa kwanza, alafu ikupata nafasi ya kutubia, kwa sababu Mungu wetu siku zote
tusije tukajidanganya hapa. Tabia ya Mungu ni kupatiliza. Pamoja na kwamba tabia ya Mungu ni mwingi wa rehema, usamehe makosa, dhambi na uovu, lakini si mwepesi wa hasira, ni kweli, lakini huwa anapatiliza kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanaomchukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo usije ukasahau. Tabia ya Mungu ndivyo hivyo, haibadiliki mpaka leo, ipo. Kwa hiyo lazima atapatiliza tu, kama hatutapata nafasi ya kuyatubia hayo makosa ambayo tunayatenda kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unapiga picha na ni vifo vingapi visivyotarajia unaweza kuvishuhudia kwenye familia, lakini vinakuwa vya kufanana. Unafikisha umri huu mnaondoka, unafikisha kipindi hiki mnaondoka. Mnakuwa yeye ni hivyo, mnakuwa na vitu vya kufanana tu. Wanakufaga tu wakifikisha umri ya miaka wanakufa. Hivyo nionyeshe mfano mwingine ambao kwenye Biblia kabisa wa vifo visivyotarajiwa kwenye familia. Ni Agano Jipya kabisa. Control tuwekee kitabu cha Mathayo sura 22 mstari wa 25 na mpaka wa 27. Uone sasa hapa. Unafikiri shida ilikuwa ni nini? Mathayo sura 22 mstari wa 25 hadi wa 27. Tuone. Angalia anapozungumza hapa. Hii ni Agano Jipya sasa. Msije mkasema kwamba mbona ile ilikuwa ni Agano la Kale. Hii ni Agano Jipya. Anasema basi kwetu. Huyu mtu anasimulia. Huyu mtu anatoa ushuhuda kwa Yesu. Anamwambia basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akaoa, akafariki. Angalia. Na kwa kuwa hana mzao, akamwachia ndugu yake mke wake. Tuone, je, alioa akazaa? Vivyo hivyo wa pili naye na wa tatu, hata wote 7 wakafanyaje? Wakafa. Mwisho wote yule mwanamke akafa naye. Yaani wewe mwanamke umeolewa sehemu, ulivyoolewa hiyo sehemu, yule mume wako akafa. Kwa sababu kulikuwa na utamaduni kabla hujapata mtoto, yule unalisishwa. Yaani unalisishwa kwa kijana anayefuata. Kijana anayefuata akalisishwa. Alivyoingia tu kwa yule mama akafa. Huyo mama naye amekubali hivyo hivyo akafa. Na watatu naye akafa. Sasa kama kungekuwa kule kwenye jamii inayotuzunguka kwa yule mwana anasema wangeanza kusema huyu mwanamke ni Kelia au huyu mwanamke ana laana. So wangeanza kusema hivyo. Yaani unafiwa tu, kila ukiolewa unafiwa na mme. Kila ukiolewa unafiwa na mme. Mme wa kwanza, mme wa pili, mme wa tatu, haushtuki tu mama. Aya, wa 4 ushtuki, wa 5 ushtuki, wa 6 ushtuki, mpaka ule wa 7 na wewe mwanamke unakufa. Shida ni nini? Kuna dhambi isiyotubiwa ilitendwa, lakini waliokuwa wamebaki kwenye ile familia hawakugundua, ndio maana wakajikuta wanakufa vifo vinavyofanana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuone mfano wa mwisho sasa hapa, tunaweza tukaingia kwenye maombi. Madhara ya dhambi isiyotubiwa husababishwa aina ya magonjwa yasiyotarajiwa katika familia na hata ukoo. Madhara ya dhambi isiyotubiwa yanaweza kusababishwa aina ya magonjwa yasiyotarajiwa katika familia hata ukoo. Ile Samueli wa pili ile sura ya 3 mstari wa 28 na ule mstari wa 30. Biblia inasema hata baadaye Daudi aliposikia akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia mbele za Bwana kwa sababu ya damu ya Abineri mwana wa Neri. Ule mstari wa 29. Na imwangukie Yoabu kichwani pake na nyumba yote ya babaye. Tena hiyo nyumba ya Yoabu isikose kuwa na mtu mwenye kutoka damu. Hiyo ni kansa. Isikose wanasema na nyumba yote ya babaye. Tena hiyo nyumba ya Yoabu isikose kuwa na mtu mwenye kutoka damu au aliye na ukoma. Unaona magonjwa hayo yasiyotarajiwa, au mwenye ukoma, au mwenye kutegemea fimbo, au mwenye kuanguka kwa upanga, au mwenye kuhitaji chakula. Basi Yoabu na Abishai nduguye walimuua Abineri kwa sababu yeye alimuua ndugu yao Asaheli katika vita huko Gibeoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umeona huyu jamaa anaitwa Yoabu akaua akiwa vitani, akamuua mtu, akamwaga damu. Daudi akaja akamlaani kwa dhambi aliyoitukia.
Daudi akasema hivi, kwenye nyumba yako kwa kosa hilo ulilotenda asikosekane mtu mwenye kutoka damu. Huyo wa kwanza. Asikosekane mtu mwenye ukoma. Asikosekane mtu mwenye kutegemea fimbo. Mnajua maana kutegemea fimbo? Yaani ili wewe uishi lazima unywe dawa, umeze vidonge, uweze kutembea lazima yani ili utembee lazima uwe na mti, ili uweze kutembea vizuri lazima uvae miwani. Hivyo yani usikose kitu kakitegemea katika maisha yako. Umeona? Tumeona kwenye ukoo huu kunatokea vitu kama hivyo sasa. Tunamwona asikosekane mtu mwenye kutoka damu, tunaona mwenye ukoma yuko kwenye familia hiyo, tunaona mtu mwenye kutegemea fimbo, tunaona mtu anahitaji chakula, tunaona mtu omba. Tunasema omba. Kwa mtaani mnasemaga nini? Omba. Yaani mtu wanaachiliwa tu watu wa tabia hiyo katika hiyo familia. Kwa sababu gani? Imesababishwa na mtu huyu tu mmoja, anaitwa Yoabu. Sasa swali langu, hao waliobaki wamemkosea nini Mungu? Jibu ni kwamba Mungu unapotenda dhambi alafu usipate nafasi ya kuitubia, huwa anapatiliza kizazi cha 3 na cha 4. Anapatiliza nini? Uovu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa damu ya thamani, kama tulivyofundishwa, nguvu ya damu ya Yesu iko katika ukombozi. Ukombozi wa nguvu ya damu ya Yesu katika ukombozi wa damu ya Yesu. Kwa hiyo damu ya Yesu inaweza kutukomboa, kututoa huko. Tulinunuliwa kwa damu ya thamani. Hatukukombolewa kwa fedha wala dhahabu, bali tumekombolewa kwa damu ya thamani. Tupate kutoka kwenye mienendo isiyofaa tulioirithi kutoka kwa baba zetu. Kwa maana hiyo ukitumia damu ya Yesu kutubia dhambi, kutubia uovu, hakika Mungu anaweza katutoa kwenye athari hizi. Hatimaye tukaona familia zetu zimeondokewa na yale matatizo ya kufanana. Kama familia hii, ukiitembelea familia hii haitakupendeza hata wewe mwenyewe unapoenda kuitembelea familia. Unakuta watu wanatoka damu, unakuta watu wenye ukoma, unakuta watu wahitaji, unakuta watu wanategemea fimbo. Yaani kwenye familia hiyo tu, yaani ukoo huo tu. Kweli jamani? Hapana. Lakini wote hao ni watu wa Mungu kabisa. Unawakuta watu wameokoka kabisa, lakini bado wameathirika na ile uovu wa baba zao. Wametenda dhambi baba zao hata wako, lakini wao wamechukua maovu ya baba zao. Kuna neno mmoja tutakuja kuliona huko mbele, na tuangalia tena kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa 27. Anasema hivi, basi mnakumbuka yule Gehazi alipochukua sadaka kwa Naamani, Elisha akaja akamlaani, akasema hivi, basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama seruji. Sasa mtu amekosea mmoja tu, Gehazi. Angalia Daudi anachokisema, ule ukoma wa Naamani utakushika wewe na uzao wako hata milele. Swali langu, hawa waliobaki uzao wake wamekosea nini? Tabia ya Mungu, majibu yale. Tabia ya Mungu huwa anapatiliza kizazi cha 3 mpaka cha 4. Kwa hiyo dhambi tuiogope. Dhambi tuione kama ukoma fulani. Dhambi tuiogope kama tuone ni sumu fulani katika familia zetu. Pale ambapo tutaposhindwa kupata nafasi ya kuitubia dhambi, inaweza kaleta madhara makubwa sana katika jamii ambayo imetuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza kupata nafasi ya kutubu kidogo, tuombe ili Mungu atujalie rehema zake na fadhili zake kwa makosa haya ambayo yawezekana hata sisi kwenye familia zetu tunaona kupitia mifano hii ambayo tumeiona. Tumemwona Sauli anakufa kwa kosa la kumkosea Mungu, lakini nje tunaona amejiua kwa upanga. Mungu atusaidie sana. Nje unaweza kumuona mtu amekufa kwa ajali, unaweza kumuona amekufa kwa pressure, unaweza kumbe ndani yake kuna siri. Mungu anatuambia Mungu akamuua kwa kosa lake aliloshindwa kushika amri ya Bwana, alivyoambiwa kwamba kamuua Agagi ule mfalme, na akaambiwa kwamba alipoenda tena kutaka shauri kwa wapunga pepo wale watambuzi, akapata habari kule za kuminua Samueli mtumishi wa Mungu apate neno. Ndio maana tulifundishwa juzi, kwa nini mnaenda kutafuta habari kwa waganga wa kienyeji, mizimu? Kwa nini hamkutafuta habari kwa Mungu aliye hai?
Kwa hiyo Sauli alipaswa akatafute habari kwa Mungu aliye hai, lakini matokeo yake akatafuta habari kwa miungu mingine, ikawa ni kosa kwa Mungu, na Mungu maandiko yanasema akamuua. Kwa hiyo tufike mahali tukumbuke dhambi zingine ambazo tunazitenda tunaona kama ni kawaida, twende mbele za Mungu tumwambie Mungu tusamehe. Damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, oh inanena mema, oh inanena mema, inanena mema, inanena mema, damu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, damu inatutakasa, inatutakasa, damu ina. Hebu twende mbele za Bwana. Tatizo hili hata Danieli aliliona kwenye Danieli sura ya 9 ule mstari wa 4 na kuendelea. Danieli alipogundua wamekaa, taifa la Israeli limekaa utumwani miaka 70, akaona kwamba hili jambo si la kawaida, hili jambo limekuwa ni chanda cha Mungu. Danieli akaenda mbele za Bwana, akafunga na kuomba, akasema, Mungu wa baba zetu, Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu ushikaye rehema na maagano kwa wanaokupenda. Baba, kwa neema yako unarehemu maelfu na maelfu wale wanaokupenda na kuzishika amri zako. Akasema, Bwana, tumetenda dhambi, tumekutenda dhambi, sisi tumekutenda dhambi, hatukushika maagizo yako, hatukushika amri zako. Umekuwa ukisema nasi na wafalme wetu, umesema nasi na watumishi wako manabii, lakini hatukufika mahali tukalizingatia neno lako na kulizingatia neno lako na kulitenda neno lako. Kwa sababu hiyo Mungu ukaamua kutupatiliza sisi. Tumekuja kuzaliwa huku kwenye ufalme wa Babeli, tumekuja kuinuliwa huku kwenye ufalme wa Babeli, lakini bado tunaendelea kuishi kwenye uovu wa baba zetu. Danieli alipogundua siri hilo, akaenda mbele za Bwana, akatubia uovu, akasema, tumekutenda dhambi, sio nimetenda dhambi, sio walitenda dhambi. Akajiunganisha naye akisema, tumekutenda dhambi sisi na watoto wetu na baba zetu na ndugu zetu na wote ambao Bwana ulisema pamoja nao, kusema kwa nao kwao, kupitia wafalme wao, kupitia wafalme wetu, viongozi wetu, manabii, watumishi wako. Bwana, uliwatuma kuzungumza nasi, lakini hatukuyazingatia maneno yako. Baba, akasema, rehema zina wewe, Baba, msamaha una wewe. Kwa maneno hayo Danieli alipoendelea kutubu, ndipo Mungu anamtuma malaika wake, anafika pale, anamwambia, Danieli upendwae na Bwana, nami nimekuja kukupa akili, Baba, katika jina la Yesu. Nasi tunaungana kwa maombi haya na mtumishi wako, ambapo Bwana ulimfunulia habari hii ya kugundua kwamba taifa la Israeli kipindi hicho limekaa utumwani miaka 70. Hawakujua wafanye nini, lakini neema yako ukaachilia roho ya toba, muombolezo juu ya mtumishi wako Danieli. Aliungama, akafunga na kuomba. Nasi Bwana tunanyenyekea mbele za uso wako. Bwana, kuna familia zinapita kwenye uovu mbaya, kuna familia zinapita kwenye magonjwa Bwana, kuna vifo vinatokea katika familia mbalimbali Bwana, vifo visitarajiwa, tabia zisizotarajiwa. Lakini neema yako Bwana, tunatubia uovu, tunatubia dhambi ambazo Bwana zimetendwa na ndugu zetu, mababa zetu, wakati sisi tuko kwenye viuno vya baba zetu.
tuko kwenye matumbo ya baba zetu. Kwa neema yako Bwana, damu yako itakasayo, inayotakasa dhambi. Baba, kumbuka dhambi walizozitenda lakini hukupata nafasi ya kuzitubia. Nasi leo tumesimama kama makuhani wako Bwana, tunaomba toba kwa dhambi walizozitenda, wakupata nafasi ya kuzitubia Bwana. Ndio maana tunaasilika na uovu tulio nao Bwana. Kwa neema yako Mfalme wa amani, tunanyenyekea kwa unyenyekevu mkubwa Bwana. Endelea kutusamehe watoto wako tuliokutenda dhambi kinyume na kusudi lako, kinyume na mapenzi yako Mfalme wa amani. Tunaomba rehema, kwa kuwa rehema na msamaha viko kwako Bwana. Nasi kwa ujasiri mkuu wa damu yako Bwana, tunapaingia patakatifu pako Mfalme wa amani, kupitia damu ya samani, damu ya agano, damu inayoweza kutukomboa, damu inayoweza kutusafisha, damu inayoweza kutuondolea uovu, damu inayoweza kutuondolea dhambi, damu inayoweza kutufutia makosa yetu. Kwa neema yako Mfalme wa amani utusaidie, maana tumekutenda dhambi, tumekutenda makosa, tumekutenda uovu Bwana. Ndio maana katika familia zetu tunatokewa na tabia mbaya, tunatokewa na matabia mbaya zisizokupendeza wewe Bwana. Kwa neema yako Bwana, uendelee kutusaidia, uendelee kutuosha uovu wetu, futa makosa yetu, futa dhambi zetu, futa uovu wetu, futa dhambi zetu Bwana tulizokutenda Bwana. Tungali tuko kwenye viuno vya baba zetu, tuko kwenye matumbo ya mama zetu Baba, ukatufundisha uongo, tukafundishwa uongo na adui Bwana, tukafundishwa tabia mbaya na adui Bwana. Kwa neema yako Bwana, tumetambua dhambi zetu Bwana tulizokutenda kinyume na kusudi lako Mfalme wa amani. Ndio maana Daudi mtumishi wako naye akagundua makosa aliyokutenda Bwana, akachukuliwa mimba maovuni, hatiani Bwana, akakiri kugundua kwamba uovu wanaotembea nao Daudi ni uovu ambao umetoka tangu tumboni mwa mama yake. Baba, kwa neema yako Bwana, utusaidie, utuoshe dhambi zetu, futa makosa yetu, futa uovu wetu tuliokutenda kinyume na kusudi lako Mfalme wa amani. Kwa rehema zako na fadhili zako Baba, tukarejee kwako, tukarejee kwako Bwana. Uendelee kututumia Bwana, kama ambavyo watumishi wako walivyoendelea kusema nao, ulivyoendelea kusema nao, ulivyoendelea kusema nao, wakagundua kwamba wameathirika na uovu wa dhambi za baba zao. Kama ambavyo Bwana unasema baba zetu walitenda dhambi hata wako na hawako sio wako, nasi tumeyachukua maovu yao. Kweli Baba, tunatembea kwenye maovu, tunatembea kwenye maovu, tunatembea kwenye maovu mbalimbali Baba, tunashindwa kuifanya kazi yako. Tumepungukiwa na utukufu wako Bwana, tumepungukiwa na utukufu wako Bwana. Bwana uturehemu, Bwana uturehemu, tuoshe makosa yetu, osha dhambi zetu, futa uovu wetu, futa dhambi zetu Bwana. Baba, kwa neema yako ulisema tubuni mkarejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Baba, kwa neema yako Bwana, tunataraji kuziona nyakati za kuburudishwa Mfalme wa amani. Tunatarajia kuona nyakati za kuburudisha mioyo yetu Bwana. Tunatarajia kuona nyakati familia zetu kupita kwenye nyakati nzuri, kwenye nyakati nzuri za kutumikia wewe Bwana, katika jina la Yesu Mfalme wa amani. Mifumo imeharibika kwa sababu ya uovu tulio nao Baba, imani imeteteleka kwa sababu ya uovu tulio nao Baba. Kwa neema yako tunakuja mbele zako Bwana, tukitubia uovu uliotendwa nyakati zilizopita Bwana. Nasi tunatubu makosa yetu Mfalme wa amani, dhambi tulizokutenda miaka hiyo, miaka karne na karne Bwana. Ndio maana tusababisha mpaka sasa tunapita kwenye uovu usiokupendeza wewe, tunapita kwenye uovu usiokupendeza wewe, tunapita kwenye maisha yasiyokupendeza wewe, japo kuwa tumeokoka. Baba utusaidie, Baba utusaidie, Baba utusaidie, Baba utusaidie, Baba utusaidie, Baba utusaidie. Tuondolee tabia hizi zinazofanana katika ukoo, tuondolee tabia hizi zinazofanana katika kanisa, tuondolee tabia hizi kwenda katika jamii yetu Bwana, tuondolee tabia hizi zisizokupendeza Bwana katika koo zetu, katika familia, katika jamii, kwenye makazi yetu, kwenye kampuni zetu, kwenye ofisi zetu, kwenye huduma zetu. Baba, utuondolee kwa damu ya samani, kama ambavyo Bwana ulisema katika Torati, karibu vitu vyote usafishwe kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Nasi tunaimwaga damu yako, iondoe uovu, iondoe makosa, iondoe dhambi za kila aina, uovu wa kila aina ambao Bwana tunakutenda kila wakati. Kwa neema yako Mungu tusaidie, kwa neema yako Mungu tuoshe, kwa neema yako Mungu tutembee pamoja nawe kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tunakutukuza mno, tunakushangilia kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa rehema zako, asante kwa upendo wako, asante Bwana Yesu kwa kutusamehe dhambi zetu.
tulizokutenda miaka ile na miaka ile Bwana, na mpaka sasa Bwana tulikuwa tunaendelea kutembea kwenye tabia ambazo hazikupendezi wewe Bwana. Tunakushukuru Mungu kwa kutusamea uovu. Asante Bwana kufuta makosa yetu na dhambi zetu pia. Uinuliwe, utukuzwe mfalme wa amani, kwa sababu wewe ni Mungu naishi na kutawala. Asante kwa sababu Bwana umetusamehe. Ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amen. Basi tumtolee Mungu matoleo yetu. Kamata sadaka yako sasa. Niende kuomba kwa ajili ya matoleo. Bwana Yesu, umekuwa ni mwema, umekuwa ni mwaminifu kutufundisha somo hili, kutufundisha neno hili lilokuja kwetu kwa wakati. Baba, kwa neema yako tunakushukuru, kwa damu yako takatifu, damu ya thamani uliotununua Bwana, tupate kutoka kwenye mienendo usiofaa tulioirithi kutoka baba zetu. Baba, mbele yako watoto wako tunakutolea sadaka kwa matoleo yetu haya. Bwana, kumbuka sadaka hii Baba, kwa ipokea sadaka hii ikapate kibali kwako mfalme amani. Mungu, tunakutukuza mno kwa sababu ya uaminifu wako mkuu. Baba, pokea sadaka hii ikawe ni ishara ya upendo kwetu kwako. Baba, kwa neema yako mfalme wa amani, ukaturejeshe uzima wa milele, ukaturejeshe matendo mema katikati ya nafsi zetu. Baba, ulituumba ili tutende matendo mema, na matendo mema ni haya hayo Bwana. Tuendelee kukutukuza jina lako, tuendelee kulisifu jina lako, tuendelee kuyafanya yaliyo mapenzi yako Bwana. Hiyo ni kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amen. Hata wewe unayetufuatilia online, kuna hizo namba utaziona hapo kwenye skrini yako. Kwa uliotenda nasema asante Yesu, nasema asante kwa uliotenda. Baba yangu ninasema asante Bwana wangu Yesu, Baba, tunasema asante kwa kutusamehe dhambi zetu. Tunasema asante kwa kusamehe makosa yetu. Tunasema asante kwa kusamehe uovu wetu. Asante Bwana kwa ajili ya matoleo haya ambao watoto wako tumekutolea. Baba, kwa neema yako uendelee kubariki kazi za mikono yao. Kwa neema yako Mungu uendelee kumkemea alaye. Kwa neema yako Mungu, adui aliyeingia kwa njia moja ukamtawanyishe kwa njia 7. Kwa neno lako Bwana, wabariki wanapotoka na kuingia. Kwa neno lako Bwana, bariki vyanzo vya mapato yao. Kwa neno lako Bwana, wakawe vichwa wala sio mikia. Kwa neno lako Bwana, wakakopeshe wala sio kukopeshwa. Kwa neno lako Bwana, ukawainue. Kwa neno lako Bwana, ukawatukuze katikati ya mataifa, wakaitwe heri waliobarikiwa. Na sasa kanisa, pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie nuru ya uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Bwana.